Kutoka katikati ya Tanzania, Dodoma, mahali ambapo sheria hupikwa na mustakabali wa taifa huamuliwa, palishuhudiwa kipindi cha kipekee katika historia ya Tanzania. Miaka mitano ya bunge la 12, 2020 hadi 2025. Ni miaka ambayo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ni safari ya mabadiliko ya kisiasa, mapinduzi ya uchumi na kuimarika kwa misingi ya utawala bora. Hii ndio simulizi ya bunge lililojitwika dhamana ya kuwa sauti ya wananchi, mlinzi wa rasilimali na daraja kati ya wananchi na serikali yao. Historia hii ninayoisimulia hapa nimeigawa katika sura kuu 5. Sura ya kwanza ni mwanzo wa safari. Oktoba 2020, nchi ilikuwa imejaa shamra za uchaguzi mkuu. Wananchi walijitokeza kwa wingi kutekeleza haki yao ya kidemokrasia. Katika mazingira hayo, bunge jipya lilizaliwa, bunge la 12. CCM kupitia ushindi wa kishindo ilipata idadi kubwa ya viti, lakini midahalo bungeni haikukosa: mitazamo tofauti, hoja nzito na hamasa ya kuijenga Tanzania mpya. Wabunge wapya na wale wa muda mrefu walikusanyika mjini Dodoma wakiwa na ari na shauku ya kulinda maslahi ya wananchi waliowatuma. Ni katika ukumbi wa bunge ambako sauti za matumaini, ukosoaji wa kisera na mijadala ya kitaifa zilianza kupamba moto. Sura ya pili ni mtikisiko na mageuzi. Machi 2021, taifa lilipatwa na mshtuko mkubwa. Rais wa awamu ya 5, Dr. John Pombe Joseph Magufuli alifariki dunia ghafla. Nchi ilitumbukia katika majonzi mazito, lakini katika majonzi hayo historia mpya iliandikwa, ambapo Mama Samia Suluhu Hassan aliapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo mkubwa kabisa nchini. Bunge likawa bega kwa bega na serikali mpya, likiendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi na busara. Chini ya uongozi mpya, upepo wa kisiasa ulianza kubadilika. Milango ya majadiliano ilifunguliwa, mikutano ya vyama vya siasa ikaruhusiwa na hatua madhubuti za kuimarisha uhuru wa tume ya uchaguzi zikaanza kuchukuliwa. Bunge lilijadili na kupitisha miswada iliyolenga kulinda demokrasia na haki za msingi za wananchi. Sura ya tatu ni nguvu ya maendeleo. Katika miaka hii mitano, bunge halikusimama tu kuwa chombo cha kutunga sheria, ilikuwa ni daraja la maendeleo. Bajeti za maendeleo zilipitishwa kwa msisitizo mkubwa katika sekta muhimu: afya, elimu, miundombinu, maji na nishati. Mabaraza ya bunge yalishuhudia hoja nzito kuhusu hali ya huduma za jamii. Kupitia usimamizi wa wabunge, serikali iliweka nguvu katika ujenzi wa shule mpya, hospitali, vituo vya afya na mabwawa ya maji. Takwimu zinaonyesha mafanikio yafuatayo: umeme umefika kwenye zaidi ya vijiji 12,000, ajira milioni 8 zimezalishwa na vifo vya uzazi vimepungua kwa kiasi kikubwa. Miradi mikubwa kama reli ya kisasa SGR, ujenzi wa daraja la Kigogo Busisi na upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam ni mifano ya mipango mikubwa iliyopata baraka za bunge. Wabunge hawakuacha kuuliza, zimetumika shilingi ngapi? Kazi imekamilika kwa kiwango gani? Je, wananchi wananufaikaje? Sura ya 4 ni uwakilishi wa uwazi. Mwaka hadi mwaka bunge limeendelea kuwa jukwaa la wananchi, maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu, hoja binafsi za wabunge na mijadala ya kisera imeonyesha jinsi mhimili huu ulivyo hai. Wabunge waliibua changamoto kutoka vijijini: barabara zisizopitika, vituo vya afya visivyo na dawa, walimu wachache, na kushinikiza hatua zichukuliwe. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, bunge likawa si tu sehemu ya kutunga sheria, bali pia ya kujenga imani katika serikali na wananchi. Kamati za bunge zilifuatilia kwa karibu matumizi ya fedha za umma na kutoa ripoti zenye mashiko. Na sura ya 5 ni wa mwendo, mwanzo wa matumaini. Mwaka 2025 unakaribia kufunga kurasa za bunge la 12. Katika kikao chake cha mwisho, bunge lilitazama nyuma kwa fahari kwamba limesimamia wajibu wake wa hekima, limesaidia kusukuma ajenda ya maendeleo na limeimarisha nafasi ya wananchi katika mchakato wa uamuzi wa kitaifa. Spika wa bunge akihitimisha vikao vya bunge alisema kwa sauti ya matumaini, namnukuu, tumeandika historia, tumejenga misingi. Kazi ya bunge hili haitasahaulika, bali itaendelea kuwa mwangaza kwa vizazi vijavyo. Bunge la Tanzania kati ya mwaka 2020 hadi 25 limeacha alama. Ni simulizi ya ujasiri, mabadiliko na maendeleo. Katika kila sheria iliyopitishwa,
hoja iliyowasilishwa au kilio cha mwananchi kilichopelekwa ukumbini kuliwekwa msingi wa Tanzania bora. Na kama safari hii ya miaka 5 ilikuwa ni sura ya kwanza mabadiliko, basi kesho ni kitabu kipya kinachosubiri kuandikwa kwa kalamu ya matumaini. Mimi ni Nura Mohamed.